Katika uwanja wa Benjamin Mkapa tumemfuata mbukuzi wa soka Hamisi Kabwe. Kwema ndugu yangu. Kwema ndugu yangu Ngwale. Mbona mmenivamia hivi? Vizuri tukasema mbukuzi tupate madini. Nipo vizuri. Nipo vizuri kaka. Mama mmenivamia jamani. Napata madini ubongoni. Safi. Basi kama ni hivyo hakuna shida. Ninayo. Na nitayatoa. Sawa sawa. Bwana Kabwe mnyama kapoteza kwa Mkapa. Yamezungumzwa mengi sana kabla ya mchezo huu. Mnyama kapewa nafasi kubwa sana ya kushinda, lakini imekwenda ndivyo sivyo. Mnyama kapoteza kwa Mkapa. Mechi ya kwanza ligi ya mabingwa barani Afrika, kundi lao mnyama anayepoteza. Ulikuwa ni mchezo wa namna gani? Kwanza kabisa ulikuwa ni mchezo mzuri, mchezo ambao ulijaa mbinu nyingi sana. Nafikiri watu wengi wamekuwa surprised na ubora wa Petro de Luanda chini ya Frank Atirga ambaye kiuhalisia ni moja kati ya makocha ambao ndio kwanza wamekuja kufanya introduction yake kwenye mpira wa Afrika. Ulikuwa ni mchezo ambao walimu wote wawili walikuwa wanaulizana maswali magumu. Hiyo kidogo iliwachanganya watu wengi sana. Na ndio maana hatukupata ladha halisi ambayo tumekuwa tukiipata ya mpira mzuri. Hususan kwa Simba Sports Club wanapocheza Benjamin Mkapa. Huwa wanawatawala sana wapinzani. Lakini jana ilikuwa ni uwezo mkubwa wa kimbinu wa mwalimu Frank Atirga pamoja na Dimitar Pantev. Kivipi? Kuna lawama nyingi zinatoka kwa mashabiki ya kwamba kwa nini mwalimu Dimitar Pantev aliamua kucheza na force number 9? Yeah, sure. Kwa nini aliamua kucheza na force number 9? Ukisikiliza interview aliyoifanya baada ya mchezo utagundua kwa nini alicheza na force number 9. Simula vizuri. Mwalimu alikaa na baadhi ya videos akawatathmini kwa kina Petro de Luanda na kugundua kwamba kwenye eneo la backline aina ya watu ambao wanacheza kwenye lile eneo ni watu ambao wakicheza na mshambuliaji commanding yao, sisi tunaita commanding defender, huwa ni kubwa zaidi kuliko kitu chochote. Hawakupi muda wala nafasi wewe mshambuliaji kuweza kuhakikisha kwamba unapata nafasi ya kufunga goli au kuweza kukupa nafasi ya kuweza kuoutshine kwenye lile eneo la backline. Hilo la kwanza kwa tathmini aliyoifanya. Lakini ya pili ni kwamba aina ya mabeki waliokuwepo pale ni mabeki ambao tactically, kwa maana ule uwezo wa kimbinu, na technically ule uwezo wa kiufundi ni mkubwa. Na ndio maana kwenye timu ya taifa ya Angola mtu kama Edson Balanga ambaye wanamuita Knito, jana alikuwa amevaa jezi namba 5 namba 4, ambaye alifanya foul sana kama watu wanakumbuka, alipewa kadi ya njano mapema sana. Moja kati ya mabeki wazuri mno. Huwa anaanza kwenye kikosi cha kwanza cha timu ya taifa ya Angola. Na hata alipokuwepo mwalimu Pedro Gonçalves ambaye ni kocha sasa hivi wa Young Africans, ndio alikuwa panga pangua anaanza na ndio alikuwa captain wake. Ni commanding kweli kweli, akupi huo muda na nafasi wewe ukapumua. Hata jana wakati Elim Panzu Kibisawala alikuwa akirudi kucheza kama force number 9, alikuwa anakutana nacho. Walikuwa wanafika sana kama watu walifuatilia. Kwa hiyo ingekuwa ni ngumu sana kwa aina ya washambuliaji wa Simba, kwa maana ya Suleiman Mwalimu, Jonathan Soa pamoja na Steve Dese Mukwala, kucheza nao mara nyingi zaidi kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 45 huku Simba wakilitafuta goli. Mwalimu akafikiria extra, nafanya nini ili kuweza kuwakabili hawa watu? Kabla sijatumia washambuliaji wangu, hebu ngoja nitumie force number 9. Binafsi mimi ilimlipa. Force number 9 ilimlipa. Licha ya kupoteza. Sasa kupoteza, kocha anabeba gharama za matokeo mabaya ya Simba Sports Club, ila walomfelisha kwa game plan yake aliyoiandaa na ikamlipa walikuwa ni wachezaji. Kivipi? Kwa kutumia force number 9 Simba Sports Club walikuwa wanacheza na mstari mmoja juu ambao ulikuwa unafuatana na ule mstari wa mabeki pamoja na mawingback wa Petro de Luanda. Huku alikuwa Anthony Hoss ambaye alikuwa ni kama fullback wa kulia, alikuwa anakutana na Elim Panzu pamoja na bwana mdogo Anthony Mligo. Alafu humu katikati kwenye mashavu ndio walikuwa wakina Balanga ambao walikuwa wanakutana na Joshua Mutale
pamoja na Nio Maema katikati mule kwenye zile space. Alafu pembeni mwa uwanja huku ndo alikuwa Shomari Kapombe, alikuwa pamoja na bwana mdogo Morris Abraham, ambao kiuhalisia wale jamaa walikuwa wanakuja kukabia kwenye high line. Sasa kilichokuwa kinapatikana ni kitu kimoja, na kilichokuwa kinatakiwa kifanyike kwa Simba Sports Club ni kupiga penetration pass ambazo kiuhalisia zilipigwa mara mbili na Simba hawakuweza kutumia hiyo nafasi. Pasi ya kwanza ilipigwa na Morris Abraham ambayo ilivunja mstari ule wa mwisho na kumkuta Elie Mpanzu Kibisawala akiwa free. Alichokuwa anapaswa kukifanya ni utulivu na kujua wapi na upeleka ule mpira. Kirahisi kabisa Simba walikuwa wanapata goli ambalo sasa hilo goli wangelipata Simba. Maswali mengine ya kimbinu yangetoka kwa mwalimu Frank Atiga pamoja na nani? Na mwalimu Dimitri Pantev, kwa sababu ingemlazimu mwalimu wa Petro de Rwanda kubadili system ya kiuchezaji kwa sababu wako nyuma kwa goli hili kwa goli moja. Lakini ulikuwa unawauliza vipi swali gumu la kuweza kubadili mbinu zao ikiwa wewe hujapata goli? Obviously wachezaji wa Simba jana walimwangusha mwalimu Dimitri Pantev kwa kutokupata goli angalau moja ili kuweza kurudi kwenye msingi sahihi wa mbinu ambao mashabiki wengi waliutaka kwa kucheza na mshambuliaji. Sawa. Lakini kama haitoshi, kitendo cha kucheza na wale viungo wengi, Simba walikuwa wanacheza kwa kutumia walikuwa wanaenda kukaba, wanaenda kufanya pressing kwa kutumia watu wengi sana kutoka kwenye eneo la katikati mwa uwanja. Walikuwa wanafanya pressing na Elie Mpanzu, nakumbuka Steve, na alikuwa anafanya na Elie Mpanzu, Mutale, Nio Maema nakumbuka, na Morris Abraham. Walifanikiwa. Nakumbuka dakika kama ya 30 hivi walifanya counter press, ambayo hiyo counter press aliukokota mpira Joshua Mutale akampigia Elie Mpanzu. Elie Mpanzu akafinya kwenye boxi akapiga mpira ukapaa. Simula vizuri. Kwenye eneo la kimbinu mwalimu Dimitri Pantev alifanikiwa big time, mimi nakwambia ukweli. Kilichokosekana kwenye mechi ya jana kwa kutumia force number 9 ni utulivu wa viungo wa shambuliaji wa Simba ambao kiuhalisia ndio wamekuwa wakigharimu Simba Sports Club naamini kwenye mpira wa miguu. Ukiacha washambuliaji kukupa magoli, dunia ya sasa ya mpira wa kisasa ambao wanapaswa kukupa magoli wengine ni viungo wa shambuliaji. Kama hawawezi kukupa magoli viungo wa shambuliaji, kushinda kwako mechi ama kufanikiwa kuchukua ubingwa ni ngumu sana. Sote ni mashahidi hapa. Sote ni mashahidi. Kuna mechi ambazo in Africans kupitia Prince Dube wanakosa magoli mno, ila anatoka alipotoka Pacome Zouzoua anaweka kambani. Anatoka alipotoka Maxim Pia Nzengeli anaweka kambani. Simula vizuri. Viungo washambuliaji kwenye mpira wa miguu lazima wawe na sanaa nzuri ya kufunga na kutengeneza. Na ndio maana dunia ya sasa unakuta kwenye eneo la top scorer unakuta washambuliaji na viungo washambuliaji. Kwenye ligi yetu tulishawahi kutoa hapa top scorer kiungo mshambuliaji mara 2 mfululizo. Uongo kweli? Kweli kabisa. Aziz Ki na Faisal Salum Feitoto kulikuwa hakuna mshambuliaji hapa. Msimu uliopita Jean Charles Ahoua ndo alikuwa top scorer wa ligi yetu. Ni mshambuliaji, ni kiungo mshambuliaji. So mechi ya jana ambao wanapaswa kubeba lawama kwa 100% ni viungo washambuliaji wa Simba Sports Club ambao jana walipewa jukumu la kuweza kuifanya Simba angalau ipate hata goli hili, goli moja. Walikosa umakini na utulivu kwenye eneo la mwisho na kupelekea mechi kuwa ngumu, na mwisho wa siku Simba Sports Club wakaenda wakapoteza mchezo. Wanasema umeelewa plan ya mwalimu. Mashabiki wanamlalamikia kweli kweli. Aketa anatoka pale, tumeona kelele za baadhi ya mashabiki kuelekea kwa kocha. Nimeona pia umeposti kwenye akaunti yako. Wamemkosea sana. Honestly speaking, wamemkosea sana mwalimu. Mashabiki wa Simba wamemkosea sana mwalimu. Na ningekuwa na nafasi ya kuwaambia wamuombe radhi, walipaswa kumuomba radhi mwalimu. Bado una imani na Pantev? Vibaya mno. Na sio tu imani ya kwamba jana akapoteza mchezo. Hata Simba wakitolewa kwenye hatua ya makundi, mimi bado nina imani na mwalimu Dimitri Pantev. Kwa nini kama? Kwa nini? Kwa sababu Simba Sports Club imetengenezwa foundation na mwalimu Fadlu Davis. Wakiwa wanaelekea kumaliza huo msingi kwa maana ya foundation,
wakiwa wanaanza sasa kuweka matofali ili waende wakapaue, Mwalimu Fadlu Davis anafanya nini? Anaondoka. Mimi binafsi ukiniuliza, sikutegemea kwamba Mwalimu Dimitar Pantev angekuja moja kwa moja na kuweka matofali kwa haraka kwenye mechi tu 4 akapaua. Baada hapo akaezeka mabati, watu wakaja wakaishi. Yaani kwenye mechi 4. Yaani watu wanasahau kwamba Mwalimu Dimitar Pantev tangia afike Simba ndio kwanza na mechi hizi 4. Mechi hizi 4. Mechi ya kwanza dhidi ya Nsingizini Hotspurs ugenini 3-0. Mechi ya pili dhidi ya Nsingizini Hotspurs nyumbani alitumia force number 9 haikuweka out. Na alipowaweka washambuliaji pia haikuweka out. Mechi ya tatu dhidi ya JKT Tanzania pale Meja General Samuyo aliweka mshambuliaji, alianza na Steve Dese Mkwala kama mshambuliaji kiongozi. Haikuweka out. Mpaka anatoka Steve Dese Mkwala hakuna goli lolote alofunga. Akajaribu kumuingiza tena Jonathan Soa, ndio Simba wakaja wakapata magoli ngapi? Goli la pili. Kama unakumbuka vizuri. Mechi ya 4 dhidi ya Petro de Rwanda akatumia tena force number 9 kuangalia namna gani ambavyo anaweza akalitibu lile eneo la ushambuliaji ili Simba iweze kupata magoli. Mechi iliyopita JKT Tanzania kama tunakumbuka vizuri, asingefunga Jonathan Soa, ina maana Simba kulikuwa kuna uwezekano wasipate goli lolote. Wangetoa sare pengine. Sijui umeelewa vizuri. Kwa maana ipi? Kwa maana ya kwamba Simba Sports Club tukiwa wa kweli kabisa. Mechi ya JKT Tanzania walitengeneza nafasi, nakumbuka Elim Panzu Kibisawala alipigiwa pasi nzuri sana ya Jonathan Soa. Kama jana akiwa na golikipa hivi 1v1 anaikosa. Jana pia Simba wanatengeneza nafasi hizo clear chances. Hao vingo washambuliaji wakiongoza na Elim Panzu Kibisawala. Clear chance anakosa goli. Hauna mlaumu Mwalimu Dimitar Pantev achukue mguu wa Elim Panzu amlazimishe kufunga goli? Kuna eneo ambalo unaweza kumlaumu kocha kama timu hai create chances, sio vizuri, kama timu haiwezi kufika kwa wapinzani, timu inakuwa na ugumu wa kufika kwa wapinzani, unaweza kumlaumu kocha. Kelele nyingi pia ameelekezewa Elim Panzu Kibisawala na mashabiki wa mnyama Simba mara baada ya kukosa nafasi kadhaa katika mchezo dhidi ya Petro Atletico de Rwanda. Kwa upande wako unadhani ni sahihi kabisa? Mwambie aje huko, nenda pale fungu. Unadhani ni sahihi kwa mashabiki wa Simba kwa kile ambacho wanakifanya? Kitendo cha kumlaumu Elim Panzu Kibisawala kwa mashabiki wa Simba Sports Club ni kupunguza machungu na kuelezea hisia zao juu ya kile ambacho anachokifanya Elim Panzu Kibisawala kwamba sio sahihi. Huo ndio ukweli. Mpanzu yule ambaye alianza msimu uliopita katikati ya msimu, sio maana yake mpaka kuja msimu huu wa kwanza, wakikutana na huyu Mpanzu wa sasa wanagombana vibaya mno, na huo ugomvi wao hauwezi kuisha. Mpanzu wa zamani na huyu watapigana vibaya mno kaka. Mechi dhidi ya Gaborone Mpanzu alifunga goli. Tokea Mpanzu amefunga mechi ya Gaborone United kule ugenini mpaka hivi sasa Mpanzu kila akiwekewa nafasi za wazi ambapo mashabiki wa Simba wanahitaji sasa ule X factor wake. Yaani unapoizungumzia Simba hivi sasa unamzungumzia Elim Panzu Kibisawala, ndio X factor ya Simba. Ndio star man. Yaani Simba kuna muda wameshakamatika sasa. Ndio kama jana ile. Hujui goli linatokea wapi? Mambo magumu. Yanga wanataga upakome. Pakome huwa anatoka huko alipotoka huko. Max Zingaya anatoka huko alipotoka. Kama ilivyo chuma. Elim Panzu Kibisawala wakati wana Simba wanategemea kwamba yeye ndio angewatoa Simba kwenye hicho kiza kinene. Clear chance 2 anazikosa. As a starman, ndio X factor. Sasa kama X factor anashindwa kuperform kwenye mchezo muhimu kama wa jana au mchezo wowote afungi, matarajio yake ni nini? Kumbuka Elim Panzu kwenye mechi ya Gaborone United yeye ndo alifunga goli, kama unakumbuka vizuri. Nakumbuka vizuri kabisa. Alifunga goli. Alivyofunga goli ndio Simba wakapata nafasi ya kuweza kwenda kwenye hatua inayofuata baada ya mechi hapa kusare 1-1 kama unakumbuka vizuri. Elim Panzu Kibisawala obvious ndio X factor wa klabu ya soka ya Simba Sports Club.
Kwa hiyo akishindwa kuperform Elie Mpanzu Kibisawala, tukiwa wa kweli, kuna eneo ambalo Simba inafanya nini? Inafeli. Kwa lazima mashabiki mimi niwaelewe kwa staili hiyo kwamba wanachokipigania na wanachokisema ni sahihi, kwa maana kwamba Elie Mpanzu Kibisawala hivi sasa kiwango kimeshuka, na hata kumlinganisha na Pacome Zouzoua kuna eneo mashabiki wanakosea sana. Pacome Zouzoua daraja ambalo wameliseti hivi sasa ni la mchezaji ambaye anastahili kupewa hadhi ya uking wa mpira wa Tanzania. Weka sawa ile kwamba Pacome Zouzoua ni aina ya mchezaji ambaye anastahili kuvalishwa lile taji la uking wa mpira wa Tanzania hivi sasa. Crown wanaita. Crown. Ni Pacome Zouzoua. Kumlinganisha na Elie Mpanzu Kibisawala ni kumkosea adabu. Elie Mpanzu Kibisawala anachotakiwa kukifanya na kumake statement mbele ya wanasimba ni kuwa top performer na kuondoa kwenye mawazo ambayo waliokuwa nayo hivi sasa ya kwamba timu yao labda haina kocha mzuri, timu yao inafanya vibaya kwa sababu labda kuna vitu vya kiufundi haviendi sawa, na kuwaonyesha kwamba Simba Sports Club ina wachezaji wazuri, wachezaji bora ambao wana uwezo wa kuwapa matokeo mazuri na kuishi kwenye ndoto za tajiri Mo Dewji ambaye anaamini ya kwamba siku moja Simba Sports Club italeta ubingwa wa Afrika hapa wa CAF Champions League. Kitu ambacho sasa ukiangalia Simba ya Elie Mpanzu Kibisawala, quality ya mchezaji mmoja mmoja uoni kwamba Simba Sports Club ndoto yake ni kuchukua ubingwa wa Afrika wa CAF Champions League. Sawa. Kama starman wenu ni Elie Mpanzu Kibisawala kwenye nafasi 5, 6 mpaka 7 tena clear chances anakosa, ina maana nyinyi hamwezi kutoboa. Hivi kabla kiufundi ulivyoona mchezo, mnyama jana alistahili kuondoka na ushindi? Alistahili kuondoka na ushindi 100%. Alistahili kuondoka na ushindi 100%. Kaka nakuhakikishia, CAF Champions League sio ligi kuu Tanzania bara. Nafasi unazozipata dhidi ya KMC, dhidi ya Mbeya City, uwezi kuzipata kwenye CAF Champions League dhidi ya Petro de Rwanda. Tusidanganyane. Ukipata nafasi 2 ama nafasi 3 za wazi, kaka, hiyo ni bahati ya mtende, zitumie. Ukishindwa kuzitumia, honestly speaking, huwezi tena kupata nafasi zingine za wazi kama inavyokuwa kwenye ligi kuu Tanzania bara dhidi ya KMC, dhidi ya Mbeya City, dhidi ya Tabora United, dhidi ya nani. Kwa sababu unaokutana nao pale ni mabingwa wenzako. Watu wanasahau ya kwamba Petro de Rwanda ni mabingwa wa Angola na aina ya uwekezaji waliofanya hautofautiani na Simba. Tena kuna eneo ambalo kuna baadhi ya wachezaji wamewasajili wametumia fedha nyingi zaidi kuliko hata Simba. Sasa kuamini kwamba wewe ni bora tu kuliko wengine bila kufanya utafiti kugundua kwamba hawa na wenyewe ni bora, hadhi ya mechi yao ni kama vile nacheza dabi. Yani ukiangalia mechi ya jana ya Petro, hadhi yake ni kama mechi ya Simba na Yanga. Mechi ya Simba na Yanga huwezi kupata nafasi 10, 5, 6, 4. Tuongee ukweli. Kwa sababu aina ya timu ambazo zinakutana pale ni timu ambazo ni heavyweight. Na ndio maana sasa mnapokutana timu ambazo ni heavyweight, unapotengeneza nafasi, kila nafasi unayoipata itumie. Sawa. Ukiikosa nafasi unayoipata, ndo kama vile wenzako wakipata nafasi hata half chance kama vile wanakuweka, mwisho wa siku mnabaki mnalia Dimitri Pantev mbovu, tayari kimeshakaa. Sawa, tuweke nukta, tumalize na hili hapa Kabwe. Mnyama Simba yuko nafasi ya mwisho. Petro de Rwanda ndo anayeongoza, Esperance de Tunis, Stade Malien wote wana alama 1-1. Nafasi ya mnyama kwenda tu ya robo finali kwa ulivyoiona, bila shaka umeshuhudia kila timu katika kundi hili. Nafasi ya mnyama unaiona Kabwe? Siku zote kwenye mpira wa miguu utofauti upo kwenye eneo moja. Anayecheka mwisho ndio huwa anacheka zaidi. Anayecheka mwisho ndio huwa anayecheka zaidi, hasa kwenye hatua hii ya makundi. Anayecheka mwisho ndio huwa anacheka kwa sauti kubwa. Yaani anacheka zaidi. Una maana gani hapo kabisa Kabwe? Na maana ya kwamba hizi mechi za kwanza haziwezi kutupa taswira halisi ya kwamba Simba Sports Club anaweza akafanikiwa ama asifanikiwe. Young Africans anaweza akafanikiwa ama asifanikiwe. Ila Young Africans kaanza vizuri zaidi kuliko Simba Sports Club. Ila
Yanga, Simba, Azam, Singida wanahitaji kumaliza zaidi, kumaliza vizuri zaidi kuliko kuanza vizuri zaidi, kwa sababu tulishawahi kushuhudia Simba Sports Club akianza vibaya na akienda kumaliza vizuri. Simba na mechi mbili za mwanzo. Simba vizuri. Nakumbuka dhidi ya Raja Casablanca Simba alikuja akachezea goli 3-0 hapo. 3-0 akafa vizuri tu mapema. Lakini baadaye akaenda akapindua dhidi ya Vipers, akaenda akaua, akaja akatoboa. Nakumbuka Simba ile ya 5-5 anapigwa 5-5 alitandikwa 5-5 ila akachanga karata zake vizuri. Mechi zake zote za nyumbani akashinda zote, akapata alama 9, akafanya nini? Akatoboa. So Simba kitu pekee ambacho anapaswa kukifanya, lazima atumie calculator. Na timu yoyote kwenye klabu bingwa barani Afrika kwenye hatua ya makundi na shirikisho lazima watumie calculator ya kwamba Stade Malien ndo mpinzani anaofuata, lazima wafe naye, aidha sare ama ushindi. Hawatakiwi kufungwa. Esperance de Tunis mechi zote mbili lazima wafe naye. Na cha mwisho, kwa sababu Petro si wamewafunga hapa, Petro anafungika kwake. Petro anafungika vizuri na unaweza kupata sare. Nakumbuka ilikuwa ni 2022 2023 ilikuwa ni klabu bingwa robo finali dhidi ya TP Mazembe. Alienda Lubumbashi akapata sare ya bila, alafu akaenda kwake watu wakiamini kwamba Petro anatoboa nusu finali. TP Mazembe akaenda akampiga pale chuma 2-1. Tena Petro ya Alexander Santos ambaye ni kocha wa FAR Rabat ambaye amefungwa juzi na Young Africans. Petro ya moto wakapigwa chuma 2-1, wakatolewa kwenye robo finali ya klabu bingwa barani Afrika. TP Mazembe akasonga mbele. Na kama TP Mazembe alienda kukutana na Al Ahly akatolewa nusu finali. Simba vizuri. Kwa hiyo Simba inabidi achane karata zake vizuri, kwa sababu kuanza vibaya mwanzo sio tatizo, ila kumaliza vibaya hilo ndio tatizo ambalo litakalomfanya Simba Sports Club abaki. Ila pamoja na kubaki Simba Sports Club kwenye CAF Champions League group stages, binafsi bado sitaunga mkono kwa chochote kile kuhusiana na kufukuzwa kazi kwa Dimitar Pantev. Mimi naamini Dimitar Pantev anahitaji muda wa kuisuka na kuipika Simba Sports Club ili kurudisha makali yake. Wakijichanganya kufukuza makocha tena, kaka, huo ubingwa wa CAF Champions League wanaolilia watausikia kwenye bomba. Nusu finali wanaotaka CAF Champions League wataisikia kwenye bomba. Ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara watausikia kwenye bomba, kwa sababu watawapa nafasi Young Africans ya kujipanga pamoja na Azam FC, na wakijipanga wameisha. Sometimes ni bora uriski ili uweze kupata unachotaka. Shukrani sana bwana Kaka. Nashukuru sana ndugu yangu.